Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hasa maeneo ya Masisi na karibu na Rubaya, mapigano yanaendelea kushika kasi. Taarifa zinaonyesha kuwa jeshi la serikali ya Kongo FARDC linaendelea kupambana vikali na waasi wa M23 pamoja na washirika wao. FARDC imetumia mashambulizi ya drone kulenga baadhi ya ngome za M23. Hata hivyo, kuna madai kwamba baadhi ya raia wameathirika katika mashambulizi hayo, ingawa takwimu rasmi bado hazijatolewa. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimelazimika kukimbia makazi yao, wengine wakikimbilia misituni na wengine kuelekea miji ya karibu. Hali ya usalama kwa wananchi imeendelea kuwa tete. Makaburi ya pamoja yagunduliwa Uvira. Katika mkoa wa Kivu Kusini, karibu na mji wa Uvira, mamlaka za DRC zimeripoti kugunduliwa kwa makaburi mawili ya pamoja yenye jumla ya miili 171. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, makaburi hayo yaligunduliwa baada ya M23 kuondoka katika eneo hilo. Uchunguzi unaendelea kubaini mazingira kamili ya vifo hivyo. Kuna hofu kwamba hali hii inaweza kuleta matatizo ya kiafya kwa wakazi wa maeneo hayo, pamoja na kuibua maswali makubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa mapigano. 3. Mapigano vijijini: Chugi, Katobo na Kaniro. Ripoti mpya zinaonyesha kuwa mapigano yamehamia katika vijiji vya Chugi, Katobo, Kaniro. Maeneo haya yako karibu na Rubaya. Taarifa zinaeleza kwamba vikosi vya FARDC kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo vilikuwa vimechukua baadhi ya maeneo. Hata hivyo, M23 imeripotiwa kurejesha udhibiti wa baadhi ya vijiji hivyo. Rubaya ina umuhimu mkubwa kwa sababu ni eneo lenye madini muhimu kama coltan, lithium na copper, madini yanayotumika katika simu, kompyuta na magari ya umeme. Hivyo basi, udhibiti wa eneo hili una maana ya nguvu za kiuchumi na kijeshi. 4. Uhusiano wa kimataifa: mvutano kati ya DRC na Rwanda. Katika vikao vya kimataifa, hasa katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva, serikali ya DRC imeendelea kuishutumu Rwanda kwa madai ya kuunga mkono M23. Rwanda imekanusha tuhuma hizo na kusema kwamba madai hayo hayana msingi. Mvutano huu unaonyesha kwamba mgogoro huu hauko tu ndani ya mipaka ya Kongo, bali umehusisha pia siasa na diplomasia ya kikanda. 5. Athari kwa wananchi. Vita hivi vimeacha athari kubwa kwa raia. Zaidi ya watu milioni 7 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi. Uhaba wa chakula na huduma za afya umeongezeka. Watoto wengi wamekatiza masomo yao. Hofu na msongo wa mawazo umeongezeka kwa jamii. Wananchi wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita hivi. Uchambuzi: vita hii inamaanisha nini? Kielelezo hiki kinaonyesha mambo yafuatayo. Vita bado haijaisha licha ya juhudi za mazungumzo ya amani. Rubaya ni eneo la kimkakati kiuchumi na kijeshi. Masuala ya haki za binadamu yanaendelea kuwa changamoto. Mgogoro huu una athari za kikanda na kimataifa. Hitimisho: vita vya Kongo si mapigano ya kawaida tu. Ni mgogoro unaohusisha haki za binadamu, madini na rasilimali asili, siasa za ndani na za kimataifa, maslahi ya kiuchumi, maisha ya mamilioni ya wananchi. Rubaya sio tu eneo la madini, ni alama ya mvutano kati ya nguvu za kijeshi, kisiasa na kiuchumi. Wakati viongozi wanazungumza kuhusu diplomasia, wananchi wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na kutokuwa na uhakika. Swali kubwa linabaki: je, suluhisho la kudumu litapatikana lini?